Okay bwana, leo tunaweza kwa bwana mkubwa Karamu. Bwana mkubwa Karamu ameenda hospitali kwenda kuchekia afya yake, ila kana anajaribu kumuuliza bibi Nesi kwamba mpe majibu, ila bibi akamwambia tulia kwanza, msubirie daktari kwanza. Hata kwa upande wa pili kubibie Sara alikuwa anaongea na mfanyakazi wake, akamwambia kwa sasa hivi nataka kabisa niache mazoea na bwana mkubwa Zeni. Bibi yule anafanya hivyo ili mradi tu aweze kuhakikisha uhusiano wake na mwanae na familia yake uko vizuri, lakini akijaribu kusaka ushauri kwa bibie mfanyakazi, lakini dada yule akamwambia siwezi kumwacha bwana mkubwa, ila moyo wangu unalazimisha niachane. Lakini huyu bibi akawa anajaribu kumshauri na kumfariji, ila bibi yule Sara alizidi kuchoka, kwani anampenda sana bwana mkubwa Zeni. Kwa upande wa pili huko nako bwana mkubwa ni mtu mwenye mawazo kinoma. Babake anakuja pale anakushtoe kulikoni, ambaye sasa baba ni wewe, ambaye hata mwisho wa siku bwana mkubwa wewe anaomba ushauri kwa babake na kumwambia kwamba aende akamwombe msamaha kwa mke wake, kwani ameshakiri makosa yake yote na sasa hivi hawezi kumwacha mke wake katika nyakati ngumu ambaye anategemea kupata naye mtoto. Sasa mwisho wa siku babake anamwambia sikiliza mwanangu, usijali, hebu mwache kwanza hiki kipindi akae sawa, mwisho wa siku mambo yote yatakaa sawa. Baba mimi siwezi kuishi bila yeye, tafadhali nakuomba sana 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 ukaniambie msamaha kwa mke wangu. Lakini baba yule anambia sawa, usijali mwanangu, kila kitu kitaenda sawa kama vile uombavyo kwa Mungu. Bwana mkubwa yule, huu ndio ushauri ulikuwa kwa mwanae mwenyewe. Hata mwisho wa siku bwana mkubwa bado tu anazidi kumuomba baba, tafadhali nakuomba unifanyie hima. Mwisho wa siku bwana mkubwa alizidi kupa maneno mazuri na mwisho wa siku bwana mkubwa akakubaliana nao. Hasa kwa upande wa pili huku bwana mkubwa Karamu alikuwa anakumbuka maneno kutoka kwa daktari. Daktari alikuwa anamwambia kwanza, bwana mkubwa wewe unasumbuliwa na saratani. Kipindi hicho bwana mkubwa alikuwa anakumbuka ile maneno ya daktari, alikuwa anaelekea nyumbani kwake. Tukumbuke huyu jamaa yuko vacation. Hasa bwana mkubwa anamwambia sasa sikiliza, saratani yako ilipofikia imefikia hali ya mwanzo. Kwa hiyo jinsi takavyoendelea kuwa lazima atakuzidi kushambulia sana sana, na mwisho wa siku atakushambulia sana maeneo ya nywele na nywele zako zote zitanyonyoka. Sasa mwisho wa siku katika ile mawazo bwana, simu ikawa inaita kinoma noma ya bwana mkubwa Karamu, ila simu ile ilikuwa kutoka kwa mama yake. Bwana mkubwa Karamu hakupokea. Mama mtu alikata na kuanza kuwa na wasiwasi, ila akambidi ampigie rafiki yake wa karibu Zeni, ila akamvutia simu Zeni, anamwambia Zeni, kulikoni wewe umempata? Na mimi sijampata, nimemtumia message, nimemtumia kila kitu, lakini bado yuko kimya. Tafadhali naomba mama muache awe peke yake ili aweze kujitafakari. Kumbuka yuko vacation. Hapana mwanangu, namjua Karamu vizuri, tafadhali naomba uende ukamwangalie Karamu wangu kuna tatizo gani, sijamuelewa Karamu. Mwisho siku bwana mkubwa anamwambia sikiliza mama, kila kitu kitakwenda sawa. Bwana mkubwa akamkatia simu na bwana mkubwa yule Zeni akabidi amtumie tena voice note bwana mkubwa Karamu, ili mradi tu aweze kumtoa mama yake Karamu wasiwasi.